Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Pasteur vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médar Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médar Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Combien là? Ok, Zoa Apocalypse 12. Ufunuo 12. Salaka lecture nango. Partie à premier verset. Oui, à partir du premier verset. Un grand signe parut dans le ciel. Alama kubwa ilionekana mbinguni. Une femme enveloppée du soleil. Mwanamke moya alizungushwa na jua. La lune sous ses pieds. Mwezi chini ya miguu yake. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Na alikuwa na taji ya nyota 12. Elle était enceinte. Alikuwa na mimba. Et elle criait. Na akalalamika. Étant à travail. Sasa vile ndani ya kazi. Et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici c'est un grand dragon rouge. Il y a 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait tiers des étoiles du ciel. Na mkile yake likokota sehemu ya nyota za mbingu. Et le jetait sur la terre. Na ikatupa chini. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter. Na nyoka kasimama mbele ya mwanamke mwenye alienda kuzaa. Afin de dévorer son enfant. Il yapata na kumeza mtoto lorsqu'elle aurait enfanté. Wakati atamzaa. Elle enfanta un fils. Akamzaa mwana qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu. Et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert. Où il avait un lieu préparé par Dieu. Afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Il y a 13 à 18. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté la femme mâle. Et les 2 ailes du dragon aigle fit donner Et les 2 ailes du grand aigle fit donner à la femme. Afin qu'elle s'envolât au désert. Vers son lieu où elle est nourrie un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Loin de la face du serpent. Et de sa bouche
kinywani mwake. Le serpent lassant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, Nyoka akamwanga maji kinywani mwake kama vile bahari nyuma ya afin de mwanamke, l'entraîner par le fleuve. ili apate na kummeza mwanamke kwa bahari, Et la terre secourit la femme, na udongo ikamsaidia et mwanamke, la terre ouvrit sa bouche na udongo ikafungua kinywa yake, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé dans sa bouche. na ikameza bahari ambapo nyoka alimwanga kinywani mwake. Et le dragon fit irriter contre la femme, Na nyoka akamkasirikia mwanamke, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, na akaenda kufanya vita kwa sehemu ya uzao à ceux qui gardent le commandement de Dieu lenye banachunga sheria ya Bwana et qui ont le témoignage de Jésus. na benye biko na ushuhuda ya Yesu. Et il s'étend sur le sable de la mer. Aujourd'hui 1 Corinthiens 15 pour l'évangélisation na biso. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 juu ya kusambaza habari yetu. 1 Corinthiens 15 Wakorintho wa kwanza sura ya 15 verset 50. Verset 55. mstari wa 55. Ô mort, Oui. où est ta force? Oh, pardon, où est ta victoire? Oh mauti, wapi ushindi wako? Ô mort, où est ton aiguillon? Oh mauti, msongomanyo wako ni wapi? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Chongo ya zambi ni mauti, Et la puissance du péché, c'est la loi. uwezo wa zambi ni sheria. Mais grâce soit rendue à Dieu, Neema irudi kwa Mungu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. anatupatia Amen. ushindi kunjia ya jina Que la le Yesu Seigneur Kristo. a béni cette parole. Acclamons le Seigneur Jésus. Bwana bariki neno hili, chapia Bwana Yesu Kristo mikono. Mokolo na lelo eza mokolo ya kimia pe ya esengo. Siku ya leo iko siku ya salama na amani, Parce que kimia ezalaka nde moto moko kombo na Yesu Kristo. salama inakuwaka mtu jina lake Yesu Kristo. Tolobaki ke tozwaki texte mokolo ya vendredi. Tulisema na kuchugua usomi siku ya 5, Texte ya 1 wa 17. usomi ya Wafalme wa kwanza 17. Mpona tomonaki lolenge bokauki ezalaki na mabele. Kule tuliona namna kani kukauka ilikuwa ndani ya dunia, E veuve ya Sarepta na mjane wa Sarepta azalaki na mwa poignée moke ya farine alikuwa na mkono kidogo ya unga na mwa eloko moke mafuta. na mafuta kidogo. Azalaki na besoin akoka kotumba lipa alia ye na mwana apres lobi bakokufa na bango. Alikuwa na amu wachome mkate yeye na mtoto, kesho watakufa. Awa tozozwa yango d'une manière instructive. Hapa tunachukua sasa vile maneno Il ya faut faire très kuadibisha. attention. Fanya angalisho. La loi Sheria ezalaka prophétie. inakuwaka unabii, La loi sheria ezoposséder l'ombre. yao iko na onesha vile vimvuli Nyonso te nde eza ombre. ndani yake iko Na na kati kimvuli, nango eza na ombre. ndani yenyewe iko na kimvuli. C'est ce que Hébreu 10 ezoloba. Na ndio vya Ibrania sura ya 10 nasema La loi possède l'ombre de biens à venir. sheria inaweka ndani vimvuli ya maneno Donc engolo yatakayokuja. bazozwi loi boye. Ukakamata unachukua sheria, Kati ya loi aza na ombre. ndani ya sheria iko na kimvuli. Mais biloko mosusu na loi ezotika la réalité. C'est ça Kitu l'écriture. ingine ndani ya sheria iko kweli. Nakopesa ndakisa. Nataka kupatia mfano. Dans la loi bazalaki kotabli basacrificateur oyo esengeli bateya bazalaki mibali. Ndani ya sheria balikuwa nasema kuhani bahubiri balikuwa banaume. Tangu Paul ayo prêché na 1 Corinthiens 14, Paulo anahubiri kwa Korintho ya kwanza sura ya alobi eza na 14. malseya femme aloba devant l'assemblée. Anasema si vizuri mwanamke kusema ndani ya mikutano, Selon que les dits
aussi la loi. Sasa hivyo inasema vile sheria. Elekoloba loi elobi lolenge moko na grâce place wana. Sheria inasema namuna moya na neema. Donc awa grâce ezoloba mais ndingi ka grâce elobi bo ndingi pe loi lobaka. Hapa neema inasema na namuna moya ndio sheria ilisemaka. Ozola na malamu unafata mzuri. Donc ezana ba point ebele kuko na manukta mingi oyo ezozala aussi tiré comme un exemple. Enye iko na kokotwa sasa mfano. La loi elobaki boye. Sheria ilisema hivi. Po ondima eloko eza solo juu itike kitu nyeko kweli. Et le faux ezala na déposition ya 2 ou 3. Inafaa ikuwe mbili au tatu. Tangu Paul azolobela mena pona accusation d'un ancien. Wakati Paulo kunasema juu ya kumchongea mzee na 1 Timothée 5 ndani ya Timotheo kwanza sura ya 5 alimboli angote yeye akutafasiri alabi oko recevoir accusation d'un ancien par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il a répété Moïse. Anasema utapokea kama anamchongea mzee kwa ushuhuda ya 2 au 3. Na wana ningana ce que la loi possède l'ombre. Pale tunasema sheria inaweka vivuli. Ezana loi ezosala répéter na grâce. Kuko vitu vingine ndani ya sheria biko na rudishia yao ndani ya neema. Mais il faut na yo oyeba boye que inafana wewe ujue hivi. Place wana tozongo comme une instruction. Ile fazi tunakamata sasa adibisho. Pesa biso eloko moko etupatie kitu moya. Oye sengeli to salela. Enye nafaa tutumikie. Eloko tozomona enye tuko naona ezake veve azalaki na eloko ya monene te. Mujane akukuwa na kitu moya ya kabambi. Lakini eloko ka esengeli aliango mokolo moko. Alikuwa tu yenye atakula siku moja. Mais eloko esengeli alia mokolo moko. Menye nafaa kule siku moja. Mosali na nzamba lobi salelanga nano. Mutumishi ya Mungu anasema unifanyie kwa mie. Etango asale lembo wana wakati anafanya alama ile mosala nzambe a proclamer des paroles. Tumishi ya Bwana anatangaza maneno na ndako na ye farine ezangaki te. Nyumbani mwake unga ikukosa. Et puis mafuta ekaukaki te. Na mafuta haikukauka. Tozozonga kaka bongo. Tunakamata tu vile. Eza lokola Jacques tanga azomona Elia kangi la pluie. Iko tata Yakobo anamwona Elia anafunga mvua. Alimboli nano pluie te. Yeye akutafasiri mvua. Alobi kaka Eli l'homme de la même nature que nous. Anasema Eli mtu sasa tusi. So yoko koko sambe la pluie ya pluie boipe kangani. Wewe unaweza kuomba mvula ya namna hii inafungana. Abi tirer les sons kudo. Anasema kokota dibisho kule. Donc c'est très important. Iko faida sana. Voilà les jours ole siku oyo sengeli okoka komona aussi makambo na yo kofungwama na ato kosala. Patele kuona maneno yako kufungulikana na tendo yenye utafanya. Ce que nous voulons bien na yo. Iko juu mema yako. Eza bien na yo. Mema yako na kati na yango ndani yenyewe zambe yako yeba kotelema na ye. Mungu atajua kusimama yake. Na ibike nzamba koyeba kosala minene. Najua Mungu atatenda makubwa. Etapo nazolobela na bord graisse de la terre. Sehemu niko nasema mafuta ya udongo. Nazolobela nano la rosée du ciel terre. Siseme juu ya maji ya mbingu. La rosée du ciel ce sont des choses spirituelles. Maji ya mbingu kwa njia ya kiroho. Wana na kota nango. Kule taingia. Hawa nazolobela likambo lolenge otekaka tomate. Hapa niko nasema na mwana unauzaka tomate yako kuzoa avancer te. Na mwana uende mbele. Nazolobela mboko sala uko avancer. Nakwambia alama utafaa utaenda mbele. Lolenge odefaka bambon. Na mwana unakuwa kopesha ba pesa. Kana capital te. Hauna pesa ya kazi. Leloko koma na capital na yo moko. Leo utakuwa na pesa yako ya kazi. C'est là-bas où je suis. Kule ndio mimi niko. Nazana likambo graisse de la terre. Niko kuhusu mafuta ya udongo. Et ensuite na kokota rosée du ciel. Kisha nitaingia kwa maji ya juu. Parce que le Seigneur le bagi que vous recevrez aussi au centuple. Bwana alisema mtapata 100 dans ce siècle. Kuiki sasa c'est la parole. Iko neno. Pozwa ouverture. Juu pate ufungulivu. Maintenant tozo passer quand même na action. Tuko napita matendo sasa. Action na biso ezali que tendo yetu iko
Oleka oya kotika enveloppe na yo. Pita uacha envelope yako. Et puis basali tukosambela pona yo. Batumishi tutaomba kwa ajili yako. Eza commettre Dieu à l'épreuve. Niko kumtia Mungu ndani ya kumpima. Natinete makambo na yo efungwama. Maneno yako efunguli. Zambe wana za telema monene. Mungu yuko mkubwa sana. Le kaka oya na enveloppe na yo. Kuya na envelope yako. Oya kocha enveloppe na yo. Kuya utia envelope yako. Kozanga ngo te action oyo. Usikose itondo. Kozanga yango te. Usikose yao. Basala nzambe bakolia yango. Batumishi ya Mungu ndo batakula yao. Eza elembo yokobikela ya bonzambe. Iko alama nyo utaishi bumungu. Oeza likamba enveloppe à fin du mois te. Haiko maneno ya envelope ya mwisho wa mwezi hii. Ya fin du mois na kosala ngo. Hii ya mwisho wa mwezi mtafanya yao. Nyuma. Oeza elembo zo sala. Iko alama nyo kuna fanya. Alokaki ata ozoko bika deficit mbongo ezo kitana. O ezo kitawana yakana. Nilisema kuile pesa nye iko na shuka ile ndio tola pia nayo. Olobi kenalingi na mona eloko boy. Kati yako sema napenda nione maneno fulani. Nazo croire na Nzambe wa. Niko na amini na Mungu. Église kotikala na eta oyo te. Kanisa itabata kuina muna hii. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Ifo makambo efungwama. Inafaa maneno efungulikane. Graisse de la terre etikala lisolo te. Mafuta ya bulongo sikuitwa hadisi. Mais il faut misala na bato efungwama. Inafaa makazi ya batu ifunguliwe. Parce que toyebi ke Nzambe aza solo. Tunajua Mungu kwa kweli. Bopesa nga ba enveloppe ba oyo bazalaki dimanche te baya kozwa enveloppe. Benye bakukua siku ya inga bati kukamata ba enveloppe. Nalobaki wana nga mokana kabola. Bo bazalaki te baya kozwa. Benye bakukua bakwe kutwala. Bazalaki te yaka kozwa okotia. Okukua kwe otwala otie pesa ndani. Oyo eza elembo monene oyo ozosala. Iko alama kubwa iloko nafanya. Pe basala Nzambe bakolia nde yango. Batumishi batakula yao. Nzambe akomikumisa. Mungu atajitukuza. Deux textes. Tunakamata usomi mbili. Tutamaki Luc chapitre 4. Tulisoma Luka sura ya 4. Na kati na yango tozoko bimbisa l'année ya grâce que le Seigneur Jésus a proclamé. Ndani yake tuko natosha mwaka wa neema yenyewe Bwana Yesu alitangaza. Tangu tobimisi l'année ya grâce que le Seigneur a proclamé. Wakati tunatosha mwaka wa neema yenyewe Bwana alitangaza. Tolobi boye que tunasema hivi. Il y a un langage naturel dans la Bible. Kuko na usemi ya watu ndani ya Biblia. Il y a un langage aussi spirituel dans la Bible. Na kuko usemi ya kiroho ndani ya Biblia. Le Seigneur a lobé dans la chose naturelle. Bwana alisemea kwa maneno ya kuonekana. A lobé là aussi la chose spirituelle. Na alisemea kuhusu maneno ya kiroho. On donne quelques exemples. Na ndio tulikamata mifano. Lobé là qui le soleil. Tulisema sasa vile jua. Le soleil naturel yango nde songengisa biso. Jua ya kuonekana yeye kunatuangazia. Mais Psaume 84 verset 12. Zaburi 84 mstari wa 12. L'Éternel est un soleil. Inasema Bwana ni jua. Wana langage spirituel. Ile kwa usemi ya kiroho. Tomoni le Seigneur na Genèse azoyebisa Adam. Tunamwona Bwana mwanzo kunamwambia Adam. Bo multiplier, bo remplir la terre. Musidishwe mujaze dunia. D'abord, il y a les langages naturels comme ça. Kuko kwa na usemi ya hivi ya watu. Mais aza aussi ne lobeni na spirituel. Na iko vile na usemi yake ya kiroho. Ya kuzalika. Yango tozongi Jean 3. Na ndio tulikamata Yohane sura ya 3. Nikodema yaki kotala ye. Wakati Nikodema alikia kumwangalia. Il faut botama lisusu. Anasema inafaa uzaliwe tena.
pour okota bokonzi na Nzambe. tu uingie kufalme wa Mungu. Wana mena naissance ya mai par le baptême. Pale iko kuzaliwa ya maji kunjia ubatizo. Et il y a esprit toujours par le baptême de l'esprit. Na kiro kunjia tu ya kuzaliwa ya kiro. Donc il y a deux langages là dans la Bible. Kuko na usemi mbili ndani ya Biblia. Lolenge moko le Seigneur a pesi l'année naturelle. Namuna moya Bwana analeta mwaka ya kuonekana hivi. Dans cette année naturelle, Ndani ya mwaka ya kuonekana il y a 4 saisons. kuko nyakati yake ine. Printemps, Kuko wakati wa mvua ya nyuma. été, Na kuko wakati wa kipwa. automne Kuko wakati wa kupanda. et hiver. Na kuko wakati wa baridi. Et tomonaki ndenge tosololaki na kati ya écriture avec des écritures à l'appui Tuliona na mwana tulizungumuza ndani ya maandiko ya kuleta que na kati ya printemps ndani ya mvua ya nyuma eza na 3 fêtes. kuko na masiku kuu tatu. Fête yango nyonso presque ezalaka na mois de Nissan, Yote nakwaka kwa wakati wa Nisan, na premier mois. mwezi wa kwanza. Pâques, Pasaka, pain sans levain, mkate pasipo chachu prémices. na malimbuko. Alors tolobaki que Tulisema hivi, des choses qui sont en Moïse. vitu yote iko kati ya Musa. Moïse a un langage naturel de Dieu. Musa mwenye ko usemi ya Mungu. Réalité nango, chose spirituelle eza en Christ. Kweli yenyewe maneno ya kiroho iko kwa Kristo. Nde totalisaki Ndio tulionyesha na 1 Corinthiens 5 verset 7. Wakorintho ya kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Christ, notre Pâque a été immolé. Kristo Pasaka yetu aliuawa. Tozwaki le langage ya pain. Tulikamata usemi ya mkate. Tolobaki le pain veut dire le corps. Tulisema mkate nataka kusema mwili. Etant tozotala Jésus jour atombolaki lipa bukaki yango Tunamwona Yesu wakati aliinua mkate akavunja na Matthieu 26. ndani ya Mathayo 16. Matthieu verset 26 okiti. Uwanja mstari wa 16 unashuka. Tolobaki ça c'est mon corps. Alisema hii ni mwili wangu. Donc le pain est incomparable au corps. Mkate inalinganishwaka na mwili. Ceux qui parlent du pain sans levain. Kama nasema mkate pasipo Donc chachu. ezali corps qui a l'âme sans péché. Inataka kusema mwili yenye haina nafsi ya dhambi. Et corps qui est saint. Na mwili yenye ko yake yote. Or bisono sozaki produit ya Adam premier. Kumbi sisi wote tulikamata namna ya Adamu wa Tozaki kwanza. déjà na kati ya péché. Tulikuwa ndani ya dhambi. Donc bisono tozali ba pain ya levure ya salité. Wote ndio tuko mkate na chachu. Mais il y a eu chachu. un pain. Kuko mkate moya. Moi ezaki pain sans levain. Yenye ko mkate pasipo chachu. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Parce qu'il y a na lolenge te Zamba ebisaki Adam okosanga na mwasi na mobali bena okobota. Ya kukia kuna muna yenye Mungu alimwambia Adam takutana na mke mnazala. Et ye na lolenge na Ye alikia kuna muna yake. par là Pale tu comprends que Jésus-Christ n'est pas pain sans levain. tunatambua Yesu Kristo ndio ko mkate pasipo chachu. Et ye moko alobi maintenant dans Jean chapitre 6. Ye peke anasema kuione sura ya 6. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Mimi ni mkate kushuka mbinguni. A insisté qu'alobi je suis le vrai pain. Alitia mkazo anasema mimi ni mkate wa kweli. Yango tozwaki Ecclésiaste 11. Tulikamata Mhubiri sura ya 11. Una Kule Salomon Zoloba, Solomoni kunasema jette ton pain dans l'eau. tupa mkate wako machini Et donc tu retrouveras cela. na utapata tena yao. Opesa part na 7, Ulete sehemu kwa 7 opesa aussi part na 8. na ulete sehemu kwa 8. Donc en réalité, Kwa kweli eloko wana Salomon zakolobela nde éternel. kitu ile Solomoni alikuwa anasema juu ya Bwana, Il jette son pain dans l'eau. anatupa mkate kumaji. Metane usalua bwaka lipa na ye. Wakati wote wa sheria ya kutupa mkate Na wake, ye kobwaka lipa na ye na Jean 3 verset 16. anatupa mkate wake kuione sura ya 3 mstari wa 16. On a lu car Dieu a aimé le monde. Kule wanasema kama hivyo Mungu alipenda Il a ulimwengu, donné son fils unique. alileta mwana wake wa Fils pekee. wanatango ye Jésus ye alobi que je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Wakati na pia Yesu anasema mimi ni mkate kutoka mbinguni. Or le monde dans l'Apocalypse 17:15, Kumbi dunia ndani ya Ufunuo 17 ce sont les eaux iko maji. des grandes zobola da awa bo se distraire te batu bakolanda kuna basali. Bata kufuata kule, batafuata muangalie huku. Donc avec ça, Pamoja na ile tozokele ko comprendre. tuko naenda kutambua. Nana za kasoko tala kote muso na sepela na kati na no sisana bota parce que on azote eza na tina te pona. Angalia tukua kule, yeye tuna ubira ina tamba. Osiri kote kotala nde mena na continue. Wakati utamaliza kuangalia, njoo mimi naendelea. Osisi kotala. Wamaliza kuangalia.
Donc c'est que Inatasema hivi. na kati na ngo nazotalisa d'abord Ndani yenu kunaonesha hivi. que il faut Inafaa koyeba boyeke kujua hivi. c'est Jésus qui est le pain sans levain. Ni Yesu ndio kwa mkate pasipo chachu. Mais le même pain oyebwa kama kina mai Ile mkate litupwa ndani ya maji. comme part de 7. Itakuwa sehemu ya 7. Donc yango ndezo ça la fête ya pain sans levain. Yao ndio kunafanya siku kuu ya mkate Donc part pasipo de chachu. 7 eza tanyo sur église tolobela yango déjà. Sehemu 7 kwa wakati wote wa kanisa tunaweza sema. Ensuite Kisha totalisaki ke na kati ya 2 saisons. nilisema ndani ya nyakati mbili. 2 premières saisons. Ile nyakati mbili, Printemps na été. wakati wa mvua ya nyuma na Eza kipwa, na 2 moissons. iko na mavuno mbili. Eza d'abord na moisson d'orge. Iko na mavuno ya nafaka Ona kati nango bazozwa gerbe. enye ndani yake banakamata mganda, Eza na moisson de blé. na kuko mavuno ya ngano Oyo azotika partie ya coin ya champ. enye kunaacha nusu ya shamba. Mais entre premier moisson Kuanja mavuno ya kwanza na deuxième moisson na mavuno ya pili ezalaka na 7 semaines. inakuwaka na posho 7. Nde tolobaki premier moisson Ndio tulisema mavuno ya oyo kwanza bazozwa prémisse. enye banatwala malimbuko. Tozwaki écriture ya 1 Corinthiens 15 Tulikamata andiko ya Korinto ya kwanza sura ya 15 verset 20. mstari wa 12. Christ est les prémices de tous ceux qui sont morts. Kristo yeye ni malimbuko ya wote Donc wanakufa. yenda za prémisse oyo nzamba azwi. Yeye ndio malimbuko yenye Mungu alitoa. Expliquaki que prémisse esalaka ke bandima elanga nyonso etikali. Tulisema malimbuko inaoneshaka baitike shamba yote na mwili Biso baki. tozali Si tuko elanga oyo ya kolo esika bazwi prémisse. shamba ya Bwana pati banatala malimbuko. Kala moko tondimani na kati ya liboke oyo ezwami. Mara moja tunaitikiliwa ndani ya fungo enye Donc nataliwa. moisson wana esalemi ntango bazwi Jésus. Ile mavuno inafanyikana sawa banamtola Yesu anaenda. Ephésiens 2 lobi. Waefeso sura ya 2 nasema Nous sommes morts ensemble avec lui. tulikufa pamoja na Kristo. Là, selon Romains 6 aussi, verset 4. Pale kufatana wa Roma sura ya 6 Mort mstari wa ensemble 4 avec lui. tulikufa pamoja na yeye. Ephésiens 2 aussi, lui. Waefeso sura ya 2 nasema Ressuscité ensemble. na tukafufuka pamoja, Assis ensemble dans les lieux célestes. tunekaa pahali pa mbingu. Voilà la première moisson. One mavuno ya kwanza. Première moisson, ils ont nilé deuxième moisson. Mavuno ya kwanza aibishe hii ya pili. Yango moni Paul a reproché que bateau bazolo la résurrection a déjà eu lieu. One maana Paulo alikemea watu wale, alisema ufufuko unaweza Pona fanyika. bango batikali kaka na moisson wana. Kwa ajili yao balibaki tu na mavuno hiyo. Azotanga moisson eza na etete. Paulo bakuwa nasoma mavuno yeta kwa wakati wa Paul pili. azotalisa que nous attendons aussi notre départ. Na ndio Paulo alionyesha tunangoja kwenda yetu. Ate yango na 1 Thessaloniciens 4. Alihubiri kwa Wathesalonike ya kwanza sura ya 4 Verset 13 tena verset 17. mstari wa 13 mpaka 17. Donc maintenant, deuxième moisson eza na été, Mavuno ya pili yenyewe kwa wakati wa kipwa c'est moisson de blé. iko mavuno ya ngano. Tokei na Matthieu 13, Tunaenda kwa Mathayo 13 verset 24 mstari wa 24 na verset 30. mpaka 13. On a le Seigneur azopesa parabole ya ivre na blé. Kule Bwana analeta mafumbo ya magugu na ngano. Alors azotalisa likambo ya moisson de blé Yeye kunaonesha maneno ya mavuno ya ngano comme le départ de l'église. sasa vile kwenda ya kanisa. Or bazwaka blé Kumbi banachuguaka na ngano été naturel. wakati wa kipwa ya kuonekana. Yango tolobaki boyeke Jo tulisema hivi, deuxième moisson oyo ezali na l'air ya été mavuno ya pili yenyeko kwa wakati wa kipwa ezotalisa lolenge yo na ngai tokonetolama. iko naonesha namna wewe na mimi tutainuka. Yango efongolelaki biso porte na Jérémie 8 Ilitufungulia mlango ku Yeremia sura ya au 8 verset 20. mstari wa 12. Oyo alobi que la moisson est passée, Anasema mavuno napita l'hiver est fini, la moisson est passée, l'été est fini. na kipwa napita, Nous ne sommes pas sauvés. hatukuokolewa. Nafasi taki bino pona kotalisa bino ke Nilipenda
ngoja niwaoneshe hivi. Dans ces 2 premières saisons, Israël n'est pas sauvé. Ndani ya ile mbili ya nyakati Israeli akuokolewa. John iliwaambia hivi. Quand Jésus Wakati Yesu a proclamé l'année naée à grâce, anatangaza mwaka wa neema, l'Église a utilisé ces 2 saisons. Kanisa iko na nyakati mbili. L'Église a été. Kanisa iko na wakati wa kipwa. Mais azotika automne. Iko na acha wakati wa kupanda. Hiver. Na baridi. Na temps oyo Israël akozala visité. Wakati yenye Israeli batakuya kumwangalia. Je sais que en réalité ça n'est presque matin na biso na 4 semaines. Na njoo ilikuwa mahubiri yetu ndani ya wiki mzima. Maintenant turudi kotanga Apocalypse 12. Tunataka kusoma Ufunuo 12. Pourquoi totangi Apocalypse 12? Juu ya nini tunasoma Ufunuo 12? Ezali pona kobakisa aussi ba témoignage na makambo nyonso turudi koloba. Iko tuongeze maushuhuda ndani ya maneno tunasema. Tokosione na yango petit à petit. Tutatembea nayo pole pole. Et tokolekela aussi sur silence ya demi-heure. Na tutapitia juu ya kimya ya nusu ya saa. Sala makambo zamba kopesa biso par sa grâce. Tutaangalia maneno yenyewe Mungu atatupatia kwa neema yake. Na Apocalypse 12. Ndani ya Ufunuo 12. Tozomona ezobanda par tuko naona inaanza na un grand signe et apparaître au ciel. Alama kubwa yenye ilionekana mbinguni. Il faut yebage eza eloko d'abord ya mabelete. Yue ya kwamba haiko maneno ya chini. Donc nini tozomona dans l'Apocalypse 12? Kitu kama tuko naona kwa Ufunuo 12. La femme qui est dans l'Apocalypse 12, mwanamke mwenyewe kwa Ufunuo 12, azozwa 2 positions. Yeko na kamata namuna mbili. Première position. Hatua ya kwanza. Aza dans le ciel. Yeko mbinguni. Deuxième position. Hatua ya pili. Après que mwana botami akei lisusu na likolo, kisha mtoto kuzalika naenda mbinguni. Mwasi bake na ye na desert. Mwanamke banamubeba kuchanga. Eza na position ya likolo. Iko kuna muna ya juu. Aza na position si ya se. Na iko kuna muna ya chini. Première remarque tozotala. Kitu ya kwanza tunaona pale au. Aussi tozo remarquer nini? Kisha tuko enda kuona nini? Tozo remarquer. Tuko naona. Après que postérité ekei. Kisha uzao kwenda. Reste ya postérité za. Sehemu ya uzao iko. Femme pe azali. Mwanamke vile vile iko. Yango moni il faut kwa comprendre reste ya postérité. Inafaa tutambue sehemu ya uzao hii. Na kati ya koloba na biso ici dans l'Apocalypse 12. Ndani ya kusema yetu ndani ya Ufunuo 12. Donc tozotala cet Apocalypse 12. Wakati tunaangalia Ufunuo 12, tozo remarquer que c'est une femme. Tuko naona kwamba iko mwanamke. Oyo alati elamba moko. Mwenye anavala nguo moja. Elamba na ye kombo nango soleil. Nguo yenye chini yenye jua. Ko balobi enveloppé du soleil. Jua nasema anafinikwa na jua. Elamba na eza moi. Inataka kusema nguo yake ni jua. Tango zomona moi. Wakati kunaona jua. Bible lobi na Galates chapitre 3. Biblia inasema ku Galatia sura ya 3. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Muvae Bwana Yesu Kristo. Parce que yende na Matthieu 17. Yendo ku Mathayo 17. Kama montaki na montana transfiguration. Wakati alipanda kumulima ageuke. Balobi visage ne comme le soleil. Banasema sura yake inakuwa kama vile jua. Donc c'est lui qui est le soleil. Yendo iko jua. Alors l'église azola tandeye. Kanisa iko na mvala njoo yeye. Pour Israël abwaka ye. Juu Israeli alimtubaka. Elle est venue chez les siens. Alikuya kwa banduku yake. Et les siens ne l'ont point reçu. Na banduku yake bakakumpokea. C'est que Israël abozala na ilamba oyo tapelé soleil. Israeli hawezi kuwa na nguo inaitwa jua. Elamba ya Israël lelo eza elamba nini? Leo hii nguo ya Israeli kwa nguo kani? Ezainda azopesa biso réponse elamba Israël. Isaya anatupatia jibu ya mavazi ya Israël. Isaïe 64 au verset 5. Isaya 64 mstari wa 5. Isaïe 64. Isaya 64. Batangela biso na toma mpenda. Isaïe 64 verset 5. Elambo Israël zanango lelo. Nguo yenye Israeli konyo leo. Verset 5. Nous sommes tous comme des impies. Tuko sisi zote sasa
watu wachafu. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Haki yetu yote kwa sasa mavazi ya uchafu. Pourquoi la même one? Donc, notre propre justice haki yetu mwenyewe est ça comme un vêtement souillé. iko sasa vile mavazi ya Donc, ceux qui nous kuchafuka. ont la propre justice, Kama mtu kuna haki yake mwenyewe, a la justice à Jésus, hana haki ya Yesu, c'est que elambo alati eza souillé. iko sasa iko nguo yenye navala inachafuka. Maintenant, autant Romains 9, Soma wa Roma sura yake ya 9 verset 30. mstari wa 13 30 tina 32. mpaka 32. Romains 9, 30 à 32. Que dirons-nous donc? Tutasema basi nini? Les païens qui ne cherchaient pas la justice Wapagani wenyewe watafute haki, ont obtenu la justice. walipata haki. La justice qui vient de la foi. Haki inatokana kwa imani. Tandis qu'Israël, Israeli qui cherchait une loi de justice, wanatafuta sheria ya haki, n'est pas parvenu à cette loi. habakufikia ile sheria. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'Israël l'a cherché, Juu Israeli atafuta non par la foi, hapana kunjia ya imani, mais comme provenant des œuvres. sasa vile inatokana kwa matendo. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Balikwala kulijiwe ya Israël kikwazo. azalaki koluka na misala na yemo. Israeli alikuwa anatafuta na matendo yake mwenyewe. Aseke Israël aza na propre justice na ye. Inataka kusema Israeli iko na haki yake mwenyewe, Aza na abi suye. iko na mavazi ya uchafu. Abi wana suye yango nde ba dezwe baboya kokuta na Israël. Ile mavazi uchafu njo bapakaliwa mbili bataka kukuta ku Israeli. Yango komona na ombre. Na ndio tuna kukimvuli Zacharie Zakaria na Agé na Agé ba prophétisaki au même moment. balitabiri wakati Mais mmoja. dans la prophétie à Zacharie, Zacharie a mon souverain sacrificateur avec l'habit souillé. Wakati wa unabii alimwona kuhani mkuu na mavazi ya uchafu Dans Zacharie 3. ndani ya Zakaria Vous sura voyez 3. cet aspect-là. Unaona namuna hii Yangonde des hommes à Israël. yao njo wapakaliwa wawili wataka kukuta na Israeli. Même aspect Zacharie a vu Israël. Ile namna yenyewe Zakaria alimwona Israeli Avec un vêtement souillé. pamoja na mavazi ya Mais uchafu. au fur et à mesure à travailler, Pale tu yeye atakuwa anatumika, comment ôter lui ses vêtements. itakuwa mumuondoshe hii mavazi. Yango nazota Israël que aujourd'hui, Leo nakolesha leo Israël n'a pas l'habit appelé soleil. Israeli ana mavazi yenyewe inaitwa jua. Donc déjà dans verset 1, Ndani ya mstari wa kwanza la position oyo mwasi ya koza na Israël te. kuyatua mwanamke huyo atakuwa Israeli. Deuxième point, Nukta ya pili, mwasi azalaki enceinte. mwanamke alikuwa na mimba, Azalaki na enceinte. alikuwa na mimba. Or Moïse dako ele biso. Kumbi Musa atatusaidia. Moïse azoloba boy. Musa kunasema hivi, Na Deutéronome chapitre 7 au verset 14. Kumbukumbu la Torati mstari wa sura ya 7 mstari wa 14 Et puis Exode 23 verset 26. na Kutoka 23 mstari wa 26. Deutéronome 7, 14, totanga mwambango maintenant. Kumbukumbu sura ya 7 mstari wa 14 tutusome. Qui sera béni plus que tout le peuple. Utabarikiwa kupita watu wote. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, Hakutakuwa mwanaume wala mwanamke ni bête tasa stérile parmi tes troupeaux. wala tasa ndani ya manyama Donc yako. wana tango Moïse a aussi Satan a un ministère. Wakati Musa kunamaliza wakati wa huduma yake, Nde alobi. jo anasema Likambo alobi ezoko kisamate tango baza na plein de Moab. hii maneno kueneza wakati walikuwa fasi ya Moabu, Baza kota Moab. wakati walikuwa ngambo ya Moabu. Mais alobi ignora. Anasema hakutakuwa. Alobi yango na fitire ngolo baboye. Inataka kusema hivi, Tango bokokota mabele. wakati mutaingia kuinchi, Mwasi ekomba kozalaka te na mabele. mwanamke tasa hatakuwa. Elikolo bana ngambo tozali hapa. Inataka kusema ngambo huko tu suko, Okoza no ekomba. unaweza kuwako tasa, Ozona na malamu. unafuata mzuri. Mais ignora. Hakutakuwa. Exode 23, 26 aussi. Kutoka 23 mstari 16 Ils ont ajouté cela. iko naongeza yao, Elobi. inasema hivi,
Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, Hakutakuwa mwanamke mwenye kuna mwanga ni mimba femme stérile. wala mwanamke tasa. Je remplirai le nombre de tes jours. Mie nitajaza siku ya siku mbili. Enfin, toujours à l'obiango na futur. Iko nasema tu kwa leo itakuya. Donc wewe msa Moïse muzako lo seki na désert wa mwasi ekomba goza. Unaweza kumwambia Musa hapa kuchapa mwanamke tasa. Na désert wa mwasi asopasema goza. Hapo kumwanga mimba atakuwa. Mais na mboka Lakini ndani ya nchi mwasi ekomba agoza mate. mwanamke tasa atakuwa. Seke. Tunataka kusema Dans Apocalypse 12. Ufunuo 12. Va présenter biso na verset 1 à 2. Banatuonesha kumstari wa kwanza na wa pili. Et mwasi wana zana zeni. Mwanamke kuna mimba. Est-ce que azana désert to azana pays? Yeye iko kujangwa au iko kuinchi? C'est ça la bonne question. Iko ulizo. Azana pays. Iko ndani ya nchi. Soba azana pays. Kama iko ndani ya Na nchi. bakisi question. Naongeza ulizo. Est-ce Israël lelo ndenge tozali azana pays? Israeli leo namna tuko. Iko ndani ya nchi? Donc on réponse na Hébreux 4. Tutakamata jibu kwa Ibrania sura ya 4. Yoko bate mutu asa munoko makasi ya kuzindisa yo. Wewe utasema mtu ukinywa nguvu tu akuzamisha. Kuzindisa écriture te. Hata uweza kuzamisha andiko. Parce que watu mususu alonga gana kuloba no basi tupoti ba. Mtu yote ukinywa nguvu tu aleta kama andiko. Mais écriture ate. Andiko ya kuleta aibu. Oh, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Andiko yote napumuliwa na Mungu faida Quand tu veux enseigner, prends l'écriture. kama utafundisha kamata maandiko. Soko sana bezo bete la biso lisolo na yo. Kama kuna hapo utupatie Benga biso na ndako na yo toboya. Kimya toboya na ndo. utuite kunyumba yako tupitie masolo ya L'église te. hapana kukanisa. Mutu nestanga longwe na ndako ayo bike na yeko yo kanzamba la belanga. Mtu wote anatoka kunyumba yake na jua naenda msikia Mungu Nani alisema. yango alobeki na yeko yo kande mutu. Nani alitoka kula sana kwa kumsikia mtu? Mutu nyonso yeko yo kande nzambe. Mtu yote akaka kumsikia Mungu. Maintenant yeko yo kanzambe, pasteur bandobeta kande masolo ya yeko. Kukia kumsikia Mungu mchungaji anakuwa tu hadithi ya Découragé makasi hein. itakurudisha nyuma sana. Soka so betelo masolo aye na ndako eza na problem. Kama yeye anakupikia masolo Ya kwa moto nyumba lo yake. ba pasteur ba nga kusakana na cher. Ndio nasemaka wachungaji wapenda kucheza na Eza bien madhabahu. osombi ata ba jouer. Iko hata mzuri nunua bitu ya mchezo ya. Mone jouer ba chaka ba pilwa. Yenyewe wanataka majiwe ile. Ata ya bana popisa ngoso kala na biloko ya basi ya. Sasa watoto mapope. Soit ba jouer, sakana kala ngona ndako. Anataka kuchezea kwa nyumba yake. Église eza sika kusakana. Kanisa iko kwanza kucheza. Soki pasteur ozana besoin kosala ba jeu na cher, kende kosala la mona ndako no. Kama Ata ba mchungaji jouer. huko na namna Tango osakana ba jouer na yo wana mutu tako pekisa. kama unacheza kwa nyumba yako ukataza kule hata kule. Et l'église ezaka mpona makambo ya Nzambe. Kanisa iko ndio maana ya Mungu. Tango tozwa Hébreux 4. Wakati tunakamata Waebrania sura ya 4. Atange na biso yango. Batusomee Hébreux 4 Waebrania sura ya 4. verset 1 ti na 3. Mstari wa kwanza mpaka wa 3. Craignons donc, Ogopeni tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. hata kuingia ndani ya mapumziko yake ingali kwa. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mtu atamwa katikati yenu asionekane kukia nyuma. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Hii habari njema imepewa kwetu, litangazwa vile kwao. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Neno lenyewe litangaza kwao haikufanya kitu Parce hapo. qu'elle ne trouva pas La foi. ceux qui l'entendent. Haikukuta imani ndani ya watu wenyewe. Langa verset 3 maintenant. Pour nous qui avons cru, Kwa ajili yetu sisi wenyewe tuliamini. nous entrons dans le repos. Sisi tunaingia ndani ya mapumziko. Pour nous qui avons cru. Kwa ajili yetu sisi tunaamini. Biso toza na kati ya pays wana. Sisi tuko ndani ya ile nchi. Cela veut dire Inataka kusema soki bako présenter moto na zemi faut ezala nous. kama wataka kumwonyesha mtu na mimi iko ndio si. Oui. Eh. C'est nous qui sommes dans le pays. Si ndio tuko ndani ya nchi. Or Moïse avait dit que c'est dans le pays que la femme a causé la stérilité. Kumbi Musa alisema ndani ya nchi ndio mwanamke atakuwa tasa. Or cette femme a zalaki na grossesse. Kumbi yule mwanamke kwa na mimba. La position na za Israël. Kuile namuna haiko hata Israeli. Aza biso l'église. Iko sisi kanisa. Zola na malam. Unalipata mzuri? Et ensuite, Kisha yake tena. tozo remarqué que Tuko naona hivi. azobika komba moko ya likolo. Iko naishi vita ya juu. Là c'est Ephésiens 6.
pale liko Efeso sura ya 6. Nous ne combattons pas selon la chair et le sang. Atupikane juu ya mwili na Mais damu. notre combat est contre les esprits dans les lieux célestes. Vita yetu ko juu ya mapepo yote ziko mbinguni. C'est ça. Il y a un moment si on a un combat dans les lieux célestes. Mwanamke yuna vita kule yulu. Paul a parlé déjà Apocalypse 12. Amen. Il y a Ephésiens 6, Ephésiens 6. Wewe basi. C'est ça l'Apocalypse 12. Efeso sura ya 6 kondo Le ufunuo combat 12. c'est dans les lieux célestes. Vita kondo mbinguni. Et toutes ces positions c'est dans le de l'église. Ile namna yote kunasemea tu kanisa. Et ensuite, Bapesi est couronne de 12 étoiles. Kisha wanampatia taji ya nyota 12. Proverbe ndezo répondre na Proverbe 1 verset 9 na 10. Methali sura ya kwanza mstari wa 9 na 10 ndio kuna jibu. Parce que tolingi pas par pas écrit. Tunapenda hatua kwa hatua inashuka. Biso soko ngolo écrit to komi soba. Sio katosha tu andiko to kwa babumbafu. Makele na biso za ngolo écrit. Nguvu yetu kutoa andiko. Et le Bible Inasema dit dans verset 8. Kwanza mstari wa 1. Écoute mon fils l'instruction de ton père. Sikia dibisho mwana wangu ya baba yako. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Na usitupe mafundisho ya mama yako. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Iko taji ya neema juu ya kichwa yako. Et une parure pour ton cou. Na iko mshanga kushinda. Watu tangi verset 8 na 9 il y a Proverbe 1. Pale tunasoma mstari wa 8 na 9 ya Methali sura ya kwanza. Eza na tata. Kuko na baba. Tata eza nde Isaac. Baba ni Isaac. Alobi epa Esau. Anamwambia Esau, Kende kolukela ngai gibier okomana liana pabola. nyama upike ni kule ni kubariki. Elobeli wana mtao comprendre nango pia zaka mama. Ile usemi mwenyewe kwa natambue kwa tu mama. Mama zui maloba ya tata soko soko na tata ko bu. Mama anakamata kusema ya baba kana. Ya sukeli na tata potimbao. Yeye kwa msikia baba anaingia mawena mbio. Or mama zui liloba tata. Mama anakamata sasa kusema ya baba. Rebecca. Alambi yango bien pona Jacob. Anapika yo mzuri juu ya Yakobo. Et Jacob asaki beni. Yakobo akabarikiwa. Zona mala. Unapata mzuri. Papa parce wanabi honore ton père et ta mère. Wanasema heshimia baba yako na mama yako. Ephésiens 6 c'est le bique. Efeso sura ya 6 nasema. Galates plutôt fait la Galates 6. Galati 6 nasema hivi. Et le bique c'est un commandement où ils sont suivre avec une promesse. Anasema iko sheria yenye kunafuatana na ahadi. A jour na yo ekoiki ni seko za la yere. Masiku yako itakuwa mingi sana. Père na mère en réalité. Baba na mama kwa ukweli. Ezande Moïse na Christ. Iko ndio Musa na Kristo. Moïse a père. Musa ko baba. Mais mère c'est Christ Jésus. Mama iko ndio Kristo Yesu. Voilà voilà. Unapata mzuri. Ça honore ton père et ta mère. Heshimia baba yako na mama yako. Ngolo boye kwa respecter l'écriture et son interprétation. Wanasema heshimia andiko na matafasiri yenyewe. L'écriture. Na ndio andiko. Umeprisanga te. Na usizarau. Et son interprétation. Na matafasiri yake. Umeprisanga te. Wewe usizarau. Uzona na mala. Unapata mzuri. Jour wana acte 2. Siku ile kwa matendo sura ya 2. Saint-Esprit kitaki. Wakati Roho Mtakatifu alishuka. Alors tous les attendaient dans leur langue. Wanasema bote wasikia kuluga yao ya manani ya mama yao. Langue maternelle ndio baandaki kuexpliquer Joël. Kuile lugha ya mama yao ndio balikuwa nasema juu ya Yoeli. Na mala. Donc tango yo l'esprit, wakati yenyewe Roho anakuja. c'est que c'est vraiment la maman qui nous explique. Iko kweli mama ndio kunatuelezea maneno. Unaona mama? Unapata mzuri. Yenda zo expliquer biso vraiment. Yeye ndio kunatuambia kabisa mzuri. Et c'est ce que Seigneur yebake. Na ndio yafaa kujua hiyo. Yango ndeza couronne. Yao ndio kotaji. Okutana batu musuba sa la discussion. Utakutana watu wengine wa kokotana. Batia na 12 apôtres batia nde Paul. Ndani ya mitume 12 wa mtie Paulo. Verset le bible ngoda. Hakusema verset le bible bazangi na besoin ba remplacer nde oya kei entre tel na tel basali kira lozo. Tunasema bambadilishe moyo alienda bamtie mtu. Basa kana na verset te. Usicheze na maandiko. Bazui tel veza entre Matatias. Bamtola fulani Matatias. Bazui. Bamchukua.
yenda remplaça wana yenjo alikaba unapata mzuri. Tozana besoin ya kombo ya bapotre te. Hatuna hamu ya jina ya Kombo ya mitume. bapotre en réalité zande enseignement. Jina ya mitume kwa kweli konjo mafundisho. Parce que Jérusalem ezana 12 noms ya bapotre. Yerusalemu iko na jina 12 ya mitume. Apocalypse 21. Ndani ya Ufunuo 11. Kasi 12 noms ya bapotre za Pierre. Wazanya 12 yo Petro, yo Jacobo, Yohane, Tade. Maintenant baso kunda na bacha entre Paul ou bien. Kuna pikanisha kwa atamcheza sasa nani? Paulo binani? Soko moni Jésus je ne connais pas tikamba. Kama unaona sura ya Yesu utaacha kukokotana na mmoja. Kama le nom des apôtres ngolo ba leur enseignement. Wakati wanasema jina mitume kondo mafundisho yao. Parce que tana. Angalia kwa La ville Jérusalem qui est l'épouse de Jésus. Enyeko bibi harusi ya Yesu. Église. Enyeko kanisa. Fondement na ye misingi ya azana 12 noms. Iko na jina 12. Mutambue fondement wana bandi wana te. Misingi kwanza pale. E bandi na Matthieu 16. Inaanza ndio kwa Mathayo 16. Jésus a opposé par habitant Césarée basolo bana. Wakaji wa Césarée banasema niko nayo. Ba répondre. Banajibu. Jésus a tout. Yesu anauliza. Niye sasa. Munasema niko nayo. Balobi tu es le Christ. Banasema kwa Kristo. Le fils de Dieu vivant. Mwana wa Mungu aliye hai. Jésus a lobi tu es heureux. Yesu anasema kwa mtu wa furaha. Simon Pierre fils de Jonas. Simon Petro mwana wa Jonas. C'est Pierre. Tu es jiwe. Omoni c'est Pierre là. Unaona ile mwamba ile mwamba yango nena Apocalypse 21 comme 12 noms des apôtres. Yao ndio kufunua 12 kuwa jina 12 yao. Amen. Awa wazande Christ du Dieu fils du Dieu vivant. Hapa iko ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai ile Église tongami likolo nabo. Kanisa na jengo. Aux yeux ango. Unakamata usasa. Comment nango bositote? Usikamata ango ensemble wewe patio kule ti. Tokena Apocalypse 21. Tunaenda kufunua 11. Tomoni Jérusalem. Tunaona Yerusalemu. Cette église là. Ile kanisa hii. Maintenant fondement comme 12 noms les 12 noms de la misingi na kuwa jina 12. Wala tango yo jina mitume. Ezande rocher. Iko ndo mwamba. L'enseignement. Mafundisho. Ozola na mara. Unapata mtu. Iko mafundisho. Sinon tout est comme Paul. Tout est jina Paulo. Nous Matthieu. Na kuna se distraire pas. Mungu anajitia tu kubaika. Wewe kula takalanga yako na mioko ya kukaribu. Mungu anakusa distraire pas mbona chaka. Leo waje kusema tu ule. Ezande Christ le fils de Dieu vivant. Iko ndo Kristo mwana Mungu aliye hai. Et yangone 12 noms des apôtres. Yao ndo jina 12 ya mitume. Sura na mala. Unafuata mzuri. Yangone osala comme fondement. Yao ndo unafuata sasa nini? Musingi. Yangone za couronne enseignement. Yao ndo kotaji mafundisho. Et encore remarquez boy. Utaona hivi. L'ennemi adui azwaka ba forme bele. Anakamata kama namna mingi. Azwaka forme ya upepe. Iko nakamata namna ya batu. Azwaka forme ya mai. Anakamata namna ya maji. Azwaka forme c'est un esprit. Yeko roho anakamata namna yote. Azwaka forme d'un lion. Iko nakamata namna ya simba. Azwaka forme d'un bouc. Anaenda kamata sasa ya bebe. Azwaka forme bele. Manamna mingi. Oyo mwana kamutu abanga akaka nyao. Enye mtu kunakopa pusi. Sogine talani. Kama nalala. Ayuki nyao. Anasikia tu pusi. Mulimo wabe. Pepe. Ayaka na forme moko te. Akia kuna muna moyo. Okoza la pena mwana moko na ndako. Unaweza kuwa na mtoto kunyumba kuna pepo mchafu. Mwana moko pasa na ndako. Yiko kunyumba. Asabena mulimo wabe. Yiko vina pepo mchafu. Yo attention na uninga na nyao. Wewe kuangalia tu pusi. Nyao. Pusi. Wala kama mwenye unamwoni. Unamwona pusi kwa jina Yesu kwa jina. Mwana moko pasa na ndako sana mulimo. Na mtoto mweko pena mapepo mchafu. Ayaka forme moko te. Hakuyake namuna moya. Yango moni il faut s'abandonner toujours au Seigneur. Inafaa kujiacheka kila siku kwa Bwana. Po abundela yo bomba yo. Tu akupikania kupitike. Yango liboso na biso. Mbele yetu. Oyo tozana zene. Si tuko na mimba. Azoya na
forme ya dragon. iko na kuya na namna ya nyoka. Pona nini azoya forme ya dragon? Juni kuna kera namna ya nyoka. Jérémie 51 verset 34. Yeremia 51 mstari 34. Dieu a déjà tout mis par écrit. Mungu alitia maneno yote ndani ya maandiko. Jérémie 51 verset 34. Batangela biso. Batusome Yeremia 51 mstari 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, Nebukadnezar mfalme wa Babeli ananimeza, m'a détruite. akaniaribu, Il a fait de moi un vase vide, akafanya na mie kombe moya bure, un dragon. sasa vile nyoka. Il m'a englouti. Akanimeza, Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. alijaza tumbo yake na yote yenye nilikuwa nayo ya damani. Il m'a chassé. Akanifukuza. Quand ayaka comme un dragon, Wakati unakia sasa nyoka, azalaka na besoin ya kovide vase. anakuwa na hamu ya kumaliza kikombe. Ozolo na malamu. Unapata mzuri. Alobi ya dépouiller richesse nyonso ezalaki kati na ngai. Anatoa utajiri yote kwa ndani yangu. Il est apparu comme un dragon. Ye anaonekana sasa nyoka. Yango moni nyingi femme azalaki wana. Unaona mna mwanamke alikuwa. Femme azalaki aussi comme un vase. Mwanamke kwa sasa kikombe. Trésor ya femme ezalaki na l'enfant. Ma ile pato ya mwanamke kwanza mtoto. Alors ezalaki na besoin ya kovide vase. Alikuwa anapenda malize ndani ya C'est pourquoi kikombe. il faut se présenter comme un dragon. Inafaa jionyeshe sasa nyoka. Amen. Ça va. Ah, fire comme un dragon. Inafaa kesa nyoka. Omona kasaki na besoin ya kozwa l'enfant. Alikuwa na hamu ya mtole mtoto. Mais il faut y baboy. Inafaa na ujue hivi. Lokola Pharaon Namna Farao aperdraki fils premier-né. alipoteza mwana wake wa kwanza. Parce que premier-né nde azalaka makasi ya tata. Mzaliwa wa kwanza ndio nguvu ya baba. Nana te abiso ne mwana Jacob. Nani alituhubiri? Yakobo. Tanga zo benir bana na ye. Wakati kuna bariki watoto Alobi yake. Ruben, Ruben, impécieux comme les eaux. woko sasa maji. Tu es la force de ma vigueur. Woko ndio nguvu ya Parce que mishipa c'est le yangu. premier. Kwa sababu kwa wa kwanza. Premier-né c'est la force du père. Mzaliwa wa kwanza kwa nguvu ya baba. Pourquoi détruire premier-né? Kama unaharibisha On mzaliwa wa kwanza, détruit tata. wewe unamharibu C'est baba. pourquoi Na ndio maana dernière fléau en Égypte, c'est la mort à premier-né. mapigo ya mwisho Misri nafai kuwe kufa ya mzaliwa wa Aussi kwanza. longtemps le premier-né à Pharaon, ça va kufata Israël à Gogo Bimate. Pale mzaliwa wa kwanza wa Farao alikuwa ya kufa, Israeli atatoka. Parce que Pharaon était toujours fort. Farao alikuwa tuna nguvu yote. Hata obeti n'importe quel fléau. Hata unapiga mapigo namna Gogo gani, Bimate. hamutatoka. Vous avez la chaîne à Pharaon. Mutakuwa ndani ya kamba ya Mais quand Farao. le premier-né a kufi, Wakati mzaliwa wa kwanza anakufa, Pharaon devient faible. Farao anakuwa mdhaifu. Israël est sorti. Israeli akatoka. Vous avez la Unapata mzuri. Israël est venu. Israeli anatoka. Maintenant, Israël est venu. Namna Israeli anatoka. Va conseiller, va entourer Pharaon. Batu ya mashauri wa zunguka Farao. Exode 14. Ndani ya Kutoka 14. Asi yo oza vraiment. Wewe kuna namna gani? Est-ce que vous remarquez que l'absence na bango eza difficulté Wewe économique? unakukosa batu, inakuwa ndio shida kwetu juu ya pesa. Pour basa kusala misala mingi. Balikuwa nafanya makazi mingi. Mena utiki bango. Unabaacha. Wani oso wana kopa nzambe. Yote iko tu Mungu ndio anatafuta. Oliso izamba kani yo. Kama Mungu anakukania, Obolonga ete. hautamwezi. Yango fokumi. Fokumi kitisaka tushi kibosa nzambe. Kata ile. Inafaa kujichusha mbele ya Mungu. Tokote ya karoiza nzoto. Tutahubiri tu. Kubengana te ukasikiliza mon nom de Jésus. Unasema kwa nini? Nzoto. Iko tu mwili. Nzoto zaka na faiblesse nango. Mwili iko na udhaifu yake. Ils ont travaillé. Yango nazo ezo tarisa bilo kanewa. Yao njoo kunaona iko natumika njoo kunaonesha vitu hamna hivi. Ode moi akokate. Pepo hapa hataweza kata. Unaona na malo?
Unapata mzuri. Et puis bayebi na bango bien bando kinoso bayebi ke bakoka na bango te. Balozi wote bangayo bataweza yabo. Yesu azawa na za telema monene. Yesu ko pale ko kabambi sana. Bon permettre na mela mai mke hein. Mwenye ruhusu nikunywe maji kidogo. Elongoli connaissance te. Haikutosha ujuzi. Ezali kaka. Ujuzi unabakia kitu pale. Donc c'est que songina yoko comprendre. Inafanya utambue. Vous veillez ma casse. Keshe nguvu. Vous allez vous soulever ni. Ok. Ndето dans Exode 14. Tunaona Kutoka 14. Comme les premiers nés allaient déjà détruits. Namna mzaliwa wa kwanza aliharibishwa. Pharaon a mati na cheval. Farao akapanda kupunda. Azalaki kotali saboye ke faut keba. Nilikuwa naonesha yafaa kufanya angalisho. Ndenge oza wana. Namna uko pale. Faut sentir que l'eau est conforme à l'écriture te tika. Kama unakuta kitu ayambatane na maandiko acha. Oni ba conseil bazo tindiko. Unasikia mashauri bila kusukuma. Tala. One. Oui bien. Unajua Ndenge tozabo. namna tuko hivi. Et nous sommes même habitués à l'écriture. Ile kunatubeba hapa kwa maandiko. Mais les ko memi soko sio longola en kata ngoko bambana. Kitu yenyewe kubeba ukatosha utajipika chini. Parole des hommes même habitués. Neno ndio kunatubeba. Donc degré au tombo ami parole de tombo. Namna nyoona Degré kwa sababu. namna kutukuko pale. Soko sasa soki na 8e degré. Oh, Parole de simio na. Kwa ile ya 8 neno ndio Mais nakukamata. soko se sentir beaucoup quelque chose. Kama uko kukuta kwa kitu fulani Ndio bandiko kweli. ndio taanza kuanguka. Nazo solo. Nakwambia kweli. Il faut que ça toujours gloire na o yeso memayo. Leta sifa kwenye kuna kubeba. Mais nous sommes comme mon ngo pamba. Ukaanza kuona bure. Obosani faible commencement na yo. Wewe unasabu kitu ya dhaifu ya kwanza yako. Obandaki otubeli. Ulikuwa unaanza kuna tubu. Wewe bana kate. Haukuwa na yuikana. Bayambayo parfois na motei moko. Bali kupokeaka na mhubiri moya. Memio na maya baptisé oye bana kate na. Beba kumai na kubatiza kwa na yuikana kwa kanisa. Nini tineke baptême écriture. Nini ndio kutuma andiko? Wana so matiso male male. Pale tuko na bila kupandisha kidogo. Avec écriture répands-toi, on se repentir nini? Andiko tubu. Nini? Azo matiso male male. Ndiko na kupandisha kidogo kidogo. Amen. Obani ukota balosambo nini? Unaanza kusema prier. Nini? Andiko ndio nasema omba. Olosambe obani kubika yolo. Unaanza kuishi kushindi. Andiko hili. Après puis comment tu as frère on a ba différence ça makasi. Kisha dukule ndio funguli achagwa. Nini sali baba na mwana wana? Nini? Andiko ndio nafaa kuona. Écriture ndio mesema baba. Andiko ndio nafaa. Ndio lokola ba kama mwana yo. Na mama kwa kuona. Écriture ile soma. Unakamata za andiko na tupa nyuma. Koma na ngopa. Unaanza na bule. Oko bambana. Utajipika chini. Ozala nani oko bambana? Wewe nani utajipika chini? Spécial azala kate. Waajabu kwake. Biso nous siba mine na Jésus. Sisi zote tunakamatwa na Yesu. Kito mikitini bosa Jésus te pamba. Kama tukujishusha mbele ya Yesu bure. Zona na wala. Unapata mzuri. Sont quittés. Kama c'est pourquoi ce qui Bible. Biblia. Soko moni ngana ibisaka mutu. Mimi naambia kama mtu. Soki mutu ibisaka ke lelo teki ngana na ah gloire à Dieu. Oh non. On comprend que bateki déjà si j'ai prié. Na mimi nilitambua kama mimi nasema vile tulikuhubiri wewe. Bwana mtei mogo na Kinshasa. Tulikuwa na mhubiri. Kobanda toye bana vraiment. Kwanza tulijuikana. Bino ni kuzalia. Mimi na Mungu pale. Est-ce que na sala bino tama bemo? Mimi nasema mbaya. Na leo sala mabe trop. Mimi nasema usafanya mbaya mingi. Ngapi na sala mabe trop. Mimi binaweza kufanya mbaya mingi. Tout sabati. Tuko batu. Meto limbi sana kanje. Tunatamena kanjo. En tout cas soki usala tama bemo kote. Kama kupata mbaya moja. Mara moja bana sambela. Mara moja ndio kuomba jo wewe. Ukoni ka Jésus. Unakuwa jo Yesu. Ukoni Jésus. Unakuwa Yesu. Nalbi tosala na kamabe d'une manière ou d'une autre. Unafanyaka mbaya kuna mwana wale. Tosala na kabapata. Na tunasema tusameane. Walibabi make yoba kwa reprocher yote. Wewe watoto kama mtu wala usikemee. Si Jésus ba. Si Yesu tu. Kama mwani moto. Wakati unaona mtu. Afina senga ka pardon te. Ya alombake masama. Comprendre ça comme Dieu. Tambua Yesu kwa Mungu. Parce que vraiment tant il y a solo. Kweli. Sio ina banata ma Matthieu. Kama naanza kusoma Mathayo. Ina kotanga
na Jean. mpaka Yohana. Na moni place Jésus asengi pardon. Sikuwa nafasi Yesu anasema Jésus asengi pardon. wewe unaandiko yeye Yesu alomba msamaha. Ozabe na frère moko kwa osenga pardon. Wewe uko vile kaka mwa alombake Si Jésus mususu. Si Yesu mwingine ule. Si mususu yo. Si Yesu mwingine ule. Ato luki. Oh, Yesu anaomba uniusamee. Maintenant on s'en sort pe ya mutande mwana. Na Mungu na aina ya mtu na muna ule. Yozo lukaba fodi kote mususu. Wewe utakuwa wa Mungu mwingine, si Mungu mwingine ule. Ule Mungu mbaya yeye ule. Yeah, ajishushaki. Yeah, anajifikisha ndio pale kwa. Yeah, kuna pisha babubi. C'est pourquoi crains Dieu. Na ndio maana ogopa Mungu. Respecte ce qui est écrit. Abaisse-toi qui heshimia na yenyewe inaandiko jishushe. Kama neno nakwambia shuka, shuka. Kama neno nakurudisha kunjoko mtu wa furaha. Mtu wa furaha kabisa. Wakati wanakukemea unatengenea njoo. Inataka kusema adui atakubeba. Unapata mzuri. Donc, il faut faire très attention à mauvais conseillers. Yote nasema tu nini? Fanya angalisho na mashauri mbaya. Wakati anafanya maneno. Huko nasumuza na yeye. Iko angalia andiko. Angalia andiko. Soko mwana zali bande critique. Kama unaona kwa nje andiko. Yebise donnons gloire à l'Éternel. Kumwambie leta sifa kwa Mungu. Tulete sifa kwa Mungu. Unafanya mzuri. Donc c'est que Pharaon atalandaki Israel. Pharaon atalimfuata Israel. Akanga Israel te. Akumfunga akakumfunga. Juu ya nini? Akufelaka deja mwana liboso. Ye alikufiwa mtoto wa kwanza. Azalaki so makasi te. Hakukuwa tena nguvu. Akanga ata bébé moko te. Akumubania ta mtoto mchanga. Et c'est pourquoi comment on a que na ndio utaona hivi. Tangu awa le diable a se présenté comme un dragon. Wakati shetani kwa anaonyesha hapa saa nyoka. Lakini na besoin boto la mwana. Alikuwa na hapo amnyang'anya mtoto. Asimba mwana wana. Hakumkamata kule mtoto huyo. Asimba mwana wana te kwa. Hakumkamata mtoto jeni. En réalité, kwa kweli pouvoir na enyo sezaki détruit à la croix. Mamlaka yake yote iliharibishiwa. Jésus alobaki deja. Yesu alimuweza. E mwana azalaki na kati wana. Mtoto mwenye alikuwa kati. Ezanga nayo. Iko wewe na mie. Comment? Juu ya nini? Namna gani? Dans 2 Corinthiens 3. Takamata wa Korinto wa pili sura ya 3. Verset 18. Mstari wa 18. Elobi tozotala na nzela ya miroir une image. Tuko naangalia kunjia ya kioo sura moja. Image wana c'est ça le fils. Ile sura ndio mwana. Image wana c'est Jésus Christ. Ile sura ndio Yesu Kristo. Tozali transformé à la même image. Tunageuzwa na ile sura. Tozotala image. Tuko naangalia picha. Tusope tozokoma image wana. Sivi tuko ile picha hii. Tozotala fils. Tuko naona mwana. Biso mokonde tozokoma mena fils. Sisi wenyewe tuko nakuwa wana. Tozoka na malamu. Tunasikizana mzuri. Yango rôle na ministère. Na ndio kazi ya huduma. Eza poto koma na statut parfaite de Christ. Iko tu tufikie ukamilifu mzima ya Kristo. Biso nyonso tokoma Jésus Christ. Sisi zote tukue Yesu Kristo. Donc mwana onatanga botami. Toto wakati anazaliwa. Elingo loba biso nyonso tokomi na bokoki. Inataka kusema sisi zote tunaenea. Dragon simba ya tambala maboti. Nyoka kumkamata hata kidogo. Bona kotalisa ke mouvement oneza après l'œuvre de la croix. Tu as connaissé le mtingiziko kisha kazi ya msalaba. Parce que pouvoir nyonso ennemi ezalaki détruite na l'œuvre de la croix. Mamlaka yote ya adui iliharibishwa pale msalabani. Eko kende ya mwana wana. Kwenda yule mtoto huyu. Yendaza postérité. Yenje ko uzao. Kokende na yendeza kokende na biso. Kwenda yule mtoto njoko kwenda yetu sisi. Après kokende na ye. Kisha ya mtoto kwenda. Eza na 3 choses zoyako na nasi. Iko na vitu tatu kinapata nyuma. Le désert ya grand aigle. Mabawa kubwa ya ndeko letani. Jésus mwasi ememiye na désert. Inambeba mwanamke mpaka kuchangu. Désert ya grand aigle là.
ile mabawa mbili ya ule ndege tai. tomonaki yango na Matthieu 17. Tulisoma yao kwa Mathayo 17. Ntango Jésus akomaki comme le soleil, Wakati Yesu alikuwa sasa jua, mapapu na ye mibale ebimaki. mabawa mbili yake litoka. Eza Moïse na Eli. Iko Musa na Eli. Bango wana nde. Bao bali. Ozona na malamu? Unapata mzuri. Bango nde mapapu na ye. Bao njo mabawa ya. Bango nde bakomema mwasi. Bao njo batamubeba ule mwanamke. Pona bakende na ye na desert. Chubenge na mwanamke ule jangwani. Mwasi wana tangu mwana si abotami. Mwanamke ule wakati mtoto anaweza kuzaliwa. Azali sous église de. Haiko tena kanisa. Alongo église. Anatoka kanisa. Mwasi wana akomi Israel. Mwanamke ule sasa anakuwa Israel. Bamemie wapi? Na desert. Balameme wapi? Jangwani. Pona nini? Juu ya nini? Desert pesa nini? Jangwa iko kitu gani? Desert en réalité c'est l'œuvre de la croix. Jangwa iko kweli kazi ya msalaba. Comment? Namna gani? Jésus tanga soki baptême. Yesu wakati alibatizwa, L'esprit de Dieu qui t'a qui sous forme de la colombe likolo. roho ya Bwana ikashuka sasa uwa juu ya. Donc l'esprit eza de l'eau, eza mai. Inataka kusema roho ilikuwa maji. Donc Jésus tanga zako tambola zalaki mai etondi na kati na. Yesu wakati alikuwa anatembea kwa sasa mai na hela ndani Azalaki yake. neti toison ya Gédéon. Alikuwa sasa kipande ile ya ngozi ya Mai Gideon. etondi. Maji na taa. Mais mai wana Ile maji esengelaki bakamola. inafaa bakamule yao. Yango aleka Gethsemane. Na ndio alipita Parce que kugesemani. Gethsemane lingolo ba pressoir. Kugesemani kufata kumkamula. Zolo na mala. Unapata mzuri. Le véritable Gethsemane c'est la croix. Na Getsemani ya kweli iko ndio msalaba. Eza na croix nde Iko ndio kumsalaba. mai elongwa na kati na ye. Maji litokaka ndani yake. Mai wana eza nini? Eza esprit. Maji liko nini? Iko ndio roho. Alobaki je remets de mon esprit entre tes mains. Anasema narudisha roho yangu mikononi mwako. Faites attention. Fanya angalisho. Ekendeke place mususu te. Roho endeke fasi ingine. Ekendeka na maboko ya Yahweh. Inenea kwa mikono ya Bwana. Maboko na Yahweh za ministère de la Mikono parole. ya Bwana iko ndio huduma ya Je Mungu. remets mon esprit entre tes mains. Narudisha roho yangu ndani ya mikono yako. Yango bame wana. Na njoe mikono. Jour moko Corneille na famille na ye bazalaki quelque part na bango. Kone na familia yake baikuwa fasi mwa fulani. Ange ayeme apesaki bango Saint Esprit te. Malaika alikuwa kuwapatia Roho Mtakatifu. Ange ayebisi bango ke la main ezwaki. Malaika kaambia mikono nini kamata ile roho. Benga ye akoya. Umwite atakuya. Akolobela makambo na nzela nango kobi. Atakusemea maneno kunjeni utapona. Ah, Pierre aye. Petro sasa anakuya. Pierre nenga ye wana. Petro ndio pia pale. Eza esika Nzambe aremetaki soni. Iko fasi yenyewe Mungu alirudisha roho yake. Yango nde les mains de l'Éternel. Na ndio ile roho mikono ya Nani Bwana. ko exposer la parole. Wakati aenda kusema neno. Azo exposer. Iko nasema. Voilà l'esprit qui entre ses mains. Na muna roho ilikuwa kwa mikono yake. Molimo kitili kola ba. Roho inashuka juu ya watu bali. Ozola na mala. Unafuata mzuri. C'est pourquoi Na ndio maana il faut le ministère pose à la baptiser du Saint-Esprit. inafaa huduma tu batizo kwa Roho Mtakatifu. Ozola na mala. Unapata mzuri. Les mains de l'Éternel. Mikono ya Bwana. Kuna nde molimo ezali. Kule ndio roho iko. Maintenant, tango remettre esprit. Wakati anarudisha roho, Yatika neni sèche. yeye bakana kauka. Siwe keyeza ne mal. Singanyeni yeye na maji. Tena tika li wana komi désert. Yeye bakia pesa sa jangwa. Israël a boyi œuvre à croix. Israel kataka za Donc msalaba. Israël a refusé un désert. Tu Israel katala jangwa moyo. Maintenant bakozwaye bakosongisa na désert. Bakamkamata bamrudisha ndani ya jangwa. Parce que biso aujourd'hui nous croyons à cette œuvre-là du désert. Si leo tunaamini na ile kazi ya dete. Nous croyons que commissaire Amikomaki maudit. Si tunajua kwamba On alifika était mis Mungu alaani. comme béni. Tusie tubarikiwe. Qui condamné pour toute la justice. Alihukumiwa tu tuhakikishwe. Nous croyons que les châtiments qui n'ont la paix tombent sur lui. Tunaamini kwamba mabaya yenyewe ilipatia salama ya nguka tu yake. Péché. Tunaamini kwamba alikuwa dhambi. Na mwana alikuwa pale msalabani alikuwa dhambi. Justi tukue haki ya Mungu. Kazi ile ndio Israeli leo nakatala. Kumbi. Nous aujourd'hui, Leo si nous pressons Christ crucifié, l'espérance de la gloire.
tunahubiri kwamba Kristo alitundikwa utukufu ya C'est ce désert-là que nous prêchons. na ndio ile jambo sisi tuko na Mais ubiri. comme Israël n'a pas crié ce désert, Na una Israeli kwa mimi nile jangwa. bakozwaye na bale désert, Batakamata na bapakaliwa wewe mawi. bakomemene na désert. Batambeba kule kuchanga. Donc ngolo bakondimise lèvres de la croix. Batamhakikisha ile kazi ya msalaba. Parce que nakata lèvres de la croix nde nourriture des âmes. Ndani ya ile kazi ya msalaba ndio chakula iko. Nakata lèvres de la croix nde pardon ya péché za. Ndani ya kazi ya msalaba ndio msamaha wa dhambi iko. Nakata lèvres de la croix nde grâce za. Ndani ya kazi ya msalaba ndio neema iko. Bakomema ende ku. Batambeba ndio kule. Mozola na malamu. Unapata mzuri. C'est ça le mouvement za na Police 12. Na ndio ile mtikito kati ya Ufunuo 12. Le dragon Sasa ule nyoka akokende ko combattre reste de la postérité. atapikanisha sehemu ya uzao hii. Donc linkoloba Inataka kusema postérité ekei. uzao wenyewe inaenda. Eza biso Iko sisi, mais biso misusu pe bakotika. sile bengine batabakia. Yango nde babenga baba na Matthieu 25 vierge folle. Na ndio baitaka kule bikira tano wapumbavu. Parce qu'akenea ko continuer combat na reste ya postérité ekei. Tu alienda kufanya vita na sehemu ya uzao Après aussi wenyewe. ko combattre la femme. Na anaenda kumpikanisha mwanamke. Azaki na deux combats après départ à moi. Alikuwa na vita mbili kisha mtoto kweli. Combattre reste la postérité. Vita juu ya sehemu ya uzao Combattre aussi la femme. na atapikanisha mwanamke. Donc par là, Kwa pale tozongele ko comprendre que tuko na kutambua hivi. tango biso tokei Wakati sisi tunaenda, bato mususu bakotikala. bengine batabakia. Ombre nango eza wapi? Kivule nyeko wapi? Parce que Juu tangu Esaú wakati yenyewe Esau akanaki aboma Isaac, aboma plutôt Jacob, alikania amuo Yakobo, programme na ye abombaki yango na motema. mipango yake ilipitia kuro. Donc ezalaki mystère de l'iniquité. Ilikuwa siri ya mabaya. Donc azali na un programme Yako na mpango makomi moja. na motema. Na anapitika ndani ya roho. Mais programme abombaki na motema Mipango ilipitia kuro. bayebisa yango Rebeka. Balimwambia ka Rebeka. Parce que Rebeka c'est un ministre. Juu Rebeka kwa mduma, mtumishi. Bayebisa yango Rebeka. Balimwambia ka Rebeka. Et Rebeka ayebisa mystère de l'iniquité par Jacob. Jo Rebeka kasema ile siri ya mabaya kwa Yakobo. Soit Genèse 27 verset 41. Kamata Mwanzo 17 mstari wa 11. Mystère de l'iniquité. Siri ya mabaya. Genèse 27 verset 41. Mwanzo 17 mstari wa 11. Oh déjà ayebi ke ero bazoluke na ndako asonga déjà. Mwenyewe anajua biko mtafuta sasa kunyumba anja kurudia hiyo. Genèse 27 verset 41. Mwanzo 17 mstari wa 11. Yangela biso déjà. Ésaü conçut de la haine contre Jacob Esau akaficha siri kwa à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. kwa ajili ya baraka yenyewe baba yake alimbariki. Et Ésaü disait à son cœur, Na Esau akasema ndani ya moyo wake, le jour du deuil de mon père va s'approcher siku ya kilio ya baba yangu itakaribia et je tuerai Jacob mon frère. na nitamua Yakobo ndugu yangu. Esaú disait en ce que. Bana Donc sema c'est que nous libanda te. haikuwa kitu ya nchi. Dans verset 42. Wewe soma 12. En apportant à Rebecca les paroles de Saül, Bakaja kumwambia Rebeka maneno ya son Esau, fils aîné. mwana wake wa kwanza. Elle fit alors appeler Jacob, Akamwita sasa Yakobo, son fils cadet. mwana wake wa pili. Et elle lui dit, Akamwambia hivi, voici, one Ésaü ton frère Esau ndugu yako veut tirer vengeance de toi. atarudisha kisasi kwa ajili À yako te tuer. na kukuua. Esaú azakolo balibanda te. Esau hakuwa anasemaka nje, Esaú azaki na likambo na kati ya motema. alikuwa na maneno ndani ya roho tu. Nakoboma Jacob. Nitaua Yakobo, Nakoboma Jacob. nitaua Yakobo, Nakoboma ye. nitamuua. Mais likambo ni sali. Kitu kinapatikana, On rapporta à Rebecca. bakamwambia Rebeka. On wana c'est le Saint-Esprit. On rapporta à Rebecca. Kuambia ile ni Roho Parce Mtakatifu. que le Saint-Esprit sonde tout. Roho Mtakatifu anachunguza yote, Même la profondeur de Dieu. hata kilindini ya Mungu. Parce que ça vous parlait dans Tu son cœur. Esau kwa anasema ndani ya roho yake, Azolo bakana motema na iko na shaka kureka tamuua. on rapporta à Rebecca. Bakamwambia Maintenant, Rebeka. Rebecca a pris l'enseignement qui était caché. Rebeka akakamata mafundisho yale ilifichika. Il
azali côté à le mystère de l'iniquité. Alikuwa na ubiri siri ya mabaya. Tokei encore. Tunaenda tena. Songe ya Nebukadnezar. Ndoto ya Nebukadnezar. Ferme. Inafunga. Mutatamwayo. Un mystère. Ilikuwa siri. Mais qui parlait de l'iniquité n'enge ba roi de la terre ba kodomini. Iko nasema mabaya na muda mafana dunia watatawala. Mais on rapporta à Daniel. Bakamwambia Daniel. Le mystère fut révélé. Siri ikafunuliwa. Daniel a connu cette parole. Daniel alijua ile maneno. Bazalaki ensemble na 3 compagnons. Balikuwa pamoja na marafiki 3. Daniel a prêché le mystère de l'iniquité. Daniel akahubiri siri ya mabaya. A dévoilé ce programme. Anaonesha ile mipango yote. La chose qui était fermée. Maneno yalifungwa. Anaanza kusemea ya. Na sima yango. Nyuma yenyewe. Daniel était élevé. Daniel akanyanyuliwa. Amen. Auprès du roi. Pembeni ya mfalme. Enlèvement. Iko sasa kunyanyuliwa. Mais 3 compagnons batikali. Marafiki 3 bakabakia. Amen. Mais bazalaki ensemble l'assemblée moko na enseignement moko. Balikuwa ndani ya mkutano na mafundisho moja. Bango tangu batikali. Bose babakia. Et comme il bango maintenant que mystère bango na kawa. Ilikuwa sasa ile siri baliona. Baeko sala mambo yake. Banataka kufanya yao ndio sanamu. Amen. Amen. Huyu tuzoni wote tusikia ensemble na Daniel. Hii tuliona sasa tulikuwa pamoja na Daniel. Hata Daniel sasa kendeki mebiso petu yika na mpiko. Hata na moto Daniel anaweza tuvumilie tu. Hata walongi biso na moto. Hata watu tuvumilie tu. Amen. Unaona wana? Unapata mzuri. Tangu ce mystère qui était fermé, il est iniquité. Yeke baiba kiango. Wakati siri yenyewe ilifungwa na mla balijua. Yeke mena yo sale makosa. Inataka kufanyikana hivi. Ebili. Inatoka. Yao. Toko fuka mate. Hatutaabudu yao. Amen. Amen. Ero na basolo besu komba Daniel te. Wakati abasemete na jina ya Daniel. Ndio mezaneti yosu kindiki. Iko sawa leta enda. Mezana bandeko musuma kotika. Banduku wengine hapa babaki. Zambeka. Mungu tu. Kwa banana bazaneti ba kutrua compagnons de Daniel po bale kana moto. Bongo watakwenda sema rafiki 3 Daniel kupita kumoto. Amen. Yamo grande tribulation. Yao ndio mateso makubwa. Sona na mala? Unapata mzuri. Mais bako garder position ya parole. Batachunga namuna ya neno. Po bayebi enseignement. Banayua mafundisho. Amen. Oh bien aimé le deuxième session. Tuko nasema kwa deuxième session. Donc ça juste yango. Yao kabisa hiyo. Mais lakini il faut ibeke soka bundi. Yua kama napikana. Suka. Mwisho yake. Akokende kotele malikolo ya sable de la mer. Atena kusimama juu ya mchanga wa bahari. Or nzamba ibisaki Abraham. Abraham. Dala sable. Angalia mchanga. Posterité na yonde. Uzao yako ndio vile iko. Inataka kusema hivi. Soka bundi pona kukombata posterité akokipe posterité te. Kama napikanisha uzao kupata yao. Mais akotia makoloneli kola sable. Atatia mikulu yake juu ya mchanga. L'abomination. Inataka kusema machukizo. Dont a parlé le prophète Daniel. Enyewe Daniel alisema. Ekozala établi en lieu saint. Itawekwa pali patakatifu. Donc akoya ko dominer Israël. Atakuya kutawala Israeli. Mais domination wana. Utawala ile. Eza ya 3 ans et demi. Iko ya miaka 3 na nusu. 3 ans et demi wana ndio yaone wabena na 7e saut demi-heure. Ile miaka 3 na nusu ndio wanaita yoku mwezi wa 7. Demi-heure wana badema na kutana mtu wazo explique. Demi-heure, frère. Ile nusu. Wewe kama mzambite? Demi-heure. Sasa nusu na saa. Demi-heure ni ngoro bani? 30 minutes. Unataka kusema dakika 13. 1h60 minutes. 30 minutes. Saa moja. Alors, si vous pouvez 6-0. Ukaangusha sifuri. Et tu combien? Unakata. Ko persekita kaba 0. Kitesake masifuri. 0 ça va problème. Sifuri kufa kwa nini? Donc 0 ça veut sécurité. Sifuri kwa pesa tu. Kama watu sili banaisha mimi kwenda tu. Wala mtena doctrine. Pasa kwa mobisi ukaangusha sifuri. Tunatupa yao. Atikali na 3. Wakala 3. Nazi 3 kabolengo 1. Kama tatu kabula moya. Alobi 1 liboso Egypte. Moya ya kwanza. 1 mususu désert. Jamu.
Canaan. Bon, là là tout basi mwenye. Moya moya kuna kabula hili. Iko chini. Bon. Jambo Égypte est dans Kanango Kaboleza. Kana iko. Silence on les années dans les cieux. Sasa ile kimya iko mbele. Na expliquer dans teme na kena kana busoba. Nenda tu kule kupumbavu yako. Usiba c'est. Bon, la kamata ba moya moya papa. Silence dans les cieux. Bon, sasa kimya iko yulu. Na invite ceux qui coin likolo de Égypte Kama ngamu kana yulu wote likolo mususu. Descend. Mungu. Yuko kabula silence na si. Wote kabula kimya hapa chini. Silence est dans le ciel. Kimya Ceux qui kwa ont dit silence à demi. Kama nasema Cela veut dire après demi on a makelele kuzoka likolo. Kisha pale makelele itarudia kule yulu. Oui, makelele le faisons. Eh, il a pas makelele. Alors le silence vous attend à demi. Kimya ya nusu ya saa. Vous en avez malade? Unapata mzuri. Donc il faut bien que inafaa na ujue mzuri. En réalité Kwa kweli. Sur Israël au etikali une semaine ya 70 semaines. Wakati wote Israeli nabakia posho mzima 7 ans. ile miaka 7. Oh totanga kiza na Daniel 9 verset 27. Yeye tulisoma Daniel 9 mstari wa 17. Siku ya 5. 7 ans na ile miaka 7. Apocalypse 17 bengango iner. Ufunuo 17 inataka yao saa moja. Bengango iner. Saa moja. Donc c'est que katikati à 7 ans. Ile katikati ya miaka 7. Et en réalité demi. Iko kweli nusu ya saa. Unapata mzuri. Dans balobi silence dans les cieux. Wakati wanasema kimya mbinguni. Azo aba verset à silence boto sisa. Korezona kana Bible te. Wewe silence elinga koloba nzamba boyi ko agir. C'est ça. Kimya nataka kusema Mungu anakatala atende. On a kutana ba silence dans demi ngolo batango intercession ici. Wala wakati maombi lishaka. Bato musu bazaka ba programmiste na kati na biso. Et lokola vraiment ça ko sike ba clochette na makolo. So mona kelele wa. Kelele clochette. Wakati tu kuona maisha kazi. Ba clochette ezo bouger ici. Silence. Maki ko kimya. Momoza ne zaka demi-heure makelele feso. Wala sababu sema ko nusu ya sana kwa makelele pia endelee. So on dit donc c'est intercesseur Jésus et ko suka demi-heure après zungi bisu. Kama unasema kuomba ya Yesu itaisha kisha tarudia tena. Il y a selon compréhension. Fuatana na usikilivu. Aux Psaume 83. Zaburi 83. Verset 2. Mstari wa pili. 2, 3, Psaume 83. Zaburi 83. Obani na verset 2. Mstari wa pili. Tina verset 9. Paka kenda. Ti même na 8. Tala munana. Otala kama benga assurance. Muone maana 83. 83 verset 2. Tina même verset. Oh Dieu, ne restez pas dans le silence. Oh Mungu usibakie kimya. Ne te tais pas. Usinyamaze. Et ne te repose pas, oh Dieu. Usipumzike Mungu. Car voici tes ennemis s'agitent. One maadui yako wanaamka. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Benye banakuchukiaka banainua vichwa. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de rises. Banafanya kwa ajili ya watu wako mipango moya ila. Et ils délibèrent contre ceux qui te protègent. Wanakuja kwa ajili ya wote walioko na machungu. Venez, dit-il. Kujeni. Banasema. Exterminons-les du millier des nations. Tuwamalize ndani ya mataifa. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Basikumbuke tena jina ya Israeli. Ils se concertent tous d'un même cœur. Wote banakutanika roho moja. Ils font une alliance contre toi. Banafanya agano kwa ajili yako. Tango usala ba alliance na bango. Wakati watakapokuachana yao juu basime Israeli. L'Éternel restera silence. Bwana atakala kimya. Là l'ennemi a levé la tête. Pale adui ananyangula kichwa. Et ça en réalité na deuxième 3 ans et demi. Iko ndani ya pili ya miaka 5 demi-heure. Kuse mingine nusu ya saa. Mais par la grâce de Dieu, kwa neema ya Mungu, tant qu'on démarrer la semaine les 2 ans, wakati tutaenda ndani ya posho juu ya punda wawili, il y a Lévite, ya Mulawi, il y a Juge 19,
ndani ya Waamuzi 19. Besoin temps pour enfin que tu vois kolobelango susu dans sa profondeur par la grâce de Dieu. Tutakamata wakati tuseme kwa kuilindini kwa neema ya Mungu. Que le Seigneur Jésus a pangwa la vie enrichissement. Bwana Yesu abariki tena ni zaidi. Abongela bino. Atengene. Seigneur, te rendre grâce et pas na parce que vous allez zambe. Bwana tunarudisha shukrani kwa sababu Mungu. Ibanda na yomo konti mswazalite Seigneur. Nje yako mfalme mwingine haiko Bwana. Kimbolo kumu masanjoli pana yo. Sifa na shukrani na utukufu ni kwako. Ozamolongi ya sono. Uko mshindi wa kweli. Mwana na malamu zambe na kate na libota koyo. Onekana mema ndani ya kizazi. Na kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.